Na karibu mpenzi mtazamaji wa Kijiwe Mchongo. Ni siku nyingine tena tumekutana hapa ndani Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju Kuntunye Kidimdim Mwandila. Leo tuko na ndugu yetu almaarufu mtaalamu wa masuala ya fedha na uwekezaji na masuala yale ya kustaafu. Elimu kubwa iko kwake. Atatupitisha kidogo kuhusiana na wastaafu, lakini vile vile na leo atatuambia hasa katika Kijiwe Mchongo na UTT AMIS amekuja na lipi. Huyu anaitwa Mr. Charles Ligonja, unaweza kumuita hivyo. Tanzania nzima na dunia sasa hivi inamfahamu. Utaka masuala ya fedha, masuala ya uwekezaji na wale watu ambao waliostaafu, basi hutoacha kulizungumzia jina la Mr. Ligonja Charles au Charles Ligonja. Bwana ndugu yangu, karibu bwana. Uko salama? Mambo yanasemaje? Salama kabisa. Naona mara mwisho tulikutana tulikuwa katika siti yetu nje pale Sukari House. Leo hii tuko ndani. Mara mwisho tulizungumza kuhusiana na masuala ya wastaafu. Naona kipindi chetu kile cha Kijiwe Mchongo kilienda viral sana. Lakini hiyo yote kwa yote ni yale madini ambayo ulikuwa unayatoa. Naamini kupitia mitandao ya kijamii ya watu mbalimbali ambao vile vile wamefollow labda page za UTT AMIS, lakini vile vile ambao wamekufollow Mr. Ligonja waliweza kupata content za kushiba hasa. Karibu kwa mara nyingine tena. Asante sana. Na kama kawaida tukikutana sisi ni kuhakikisha kwamba tunawalisha Watanzania kitu ambacho kinaenda kuwasaidia. Kabisa. Yes. Na sio kuwasaidia wao tu, lakini tunasaidiana kwa maana tunasaidiana kabisa. Kuna namna tunavyozungumza tunajifunza. Mimi huwa najionaga kwamba nina elimu lakini nikaga na wewe unanipa madini. Asante sana. Leo Mr. Ligonja tumekuja na lipi hasa kuhusiana masuala ya uwekezaji na UTT AMIS? Naam, leo kubwa nataka nizungumze na diaspora. Okay. Watanzania wenzetu ambao wako mataifa mbalimbali nje ya Tanzania. Wao nataka nizungumze nao kwa sababu kitu ambacho mimi naamini ni kwamba diaspora walio wengi mioyo yao, akili zao, sawa, bado ziko Tanzania. Yaani mwili uko Canada, uko Austria, labda uko Ujerumani, lakini moyo uko Tanzania. Kwa maana kwamba ataishi yuko labda miaka 10, miaka 30, lakini ipo siku atatamani kurudi nyumbani. Sasa issue inakuja kwamba huyo mtu ambaye miaka 20 ijayo atarudi nyumbani, anarudije? Sawa. Kwa hapo sasa ndio tunaangalia kwamba kwa miaka 20 au 30 ambayo alikuwa amekaa kule, inawezekana kabisa alikuwa anatuma fedha nyumbani, ndugu anaumwa, wazazi labda wanahitaji fedha, alituma fedha nyingine labda wamjengee, si ndio? Lakini alisahau kipengele kimoja ambacho ni muhimu sana, uwekezaji. Sawa. Kwa maana kwamba sawa, umejenga nyumba kwako mwenyewe ya wazazi wako, lakini hujatengeneza portfolio, hujatengeneza sehemu ambayo kibarua kule kimeisha, ukirudi hapa nyumbani ile sehemu itaendelea kukupa fedha siku hadi siku. Na huo ndio ujumbe wangu wa leo kwamba wewe ulioko Marekani lakini unajua ni Mtanzania na utarudi Tanzania kuishi miaka 20 ijayo, miaka 10 ijayo, miaka 5 ijayo. Je, eneo la fedha unajipangaje? Sawa. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba kwa sababu moyo uko Tanzania na tumeona hivi takriban hii miaka 3 timu ya masoko UTT AMIS imekuwa ikienda hayo mataifa kwenda kutoa elimu. Sasa unapokwenda kutoa elimu kule, moja isitafsirike kwamba wanaenda kuambia leteni pesa zenu huku pamenoga. Sawa. Isipokuwa moja wanawapelekea taarifa, wanawapa maarifa kwamba bwana ukiwekeza na UTT AMIS kuna faida 1, 2, 3. Sawa. Kesho utakaporudi utakutana na hizi fedha zimetengeneza faida. Utakuwa unamega ile faida kidogo kidogo unatafuna. Kwa hiyo sasa inawezekana wakati anaanza uwekezaji wake aliingia kwenye mfuko wa ukwasi. Atakapostaafu amerudi nyumbani, hayuko tena kwenye ajira, ile pesa anaihamisha kutoka ukwasi anaipeleka bond fund. Na kwenye fomu yake anajaza kabisa anataka kupata chochote kitu kila mwezi. Yes. Kwa hiyo chukulia mfano ana milioni zake 300. Amedunduliza huko, ameziwekeza UTT. Amestaafu, amerudi Tanzania, milioni 300 iko kwenye mfuko wake wa bondi. Sasa kaitoa ukwasi kaileta huku. Maana yake huyo mtu ana uhakika wa kiasi kisichopungua milioni 2.5 mpaka milioni 3 kila mwezi. Yes. Sasa tukichukulia maisha ya kawaida ya Mtanzania, sawa? Hapo mahitaji yale ya msingi anapata. Kwa maana tutakula vizuri, tutasafiri point moja kwenda nyingine, si ndio? Tutasaidia wahitaji kwa kiasi fulani.
na bado huyu mtu ataendelea kuneemeka kabisa. Lakini hayo yote ili yatokee, ndio maana tumeona matangazo kwenye ukurasa wetu wa UTT AMIS Instagram kule. Leo wako Canada, kesho wako China, kesho kutwa wako Ujerumani. Lengo ni nini? Wale watu wapate taarifa kwamba okay, kumbe nyumbani kuna fursa ya kuwekeza na UTT AMIS. Kwa hiyo mtu anawekeza mdogo mdogo. Lakini kuna wale ambao yuko huko Marekani, ana mzigo wake, ana milioni 500, ana bilioni 1, imekaa tu kwenye akaunti, ajua iwekeze wapi. Na kinachokuja kichwani kwake anasema okay, miaka 5 ijayo mimi narudi Tanzania. Je, nitaanzaje? Kwa nini nisijenge nyumba zangu 3, nisijenge nyumba zangu 5 ambazo nitaendelea kula kodi kidogo kidogo? Ni wazo zuri sana. Lakini akija kwa mimi nitamwambia sikiliza, miaka mingapi unarudi Tanzania baada ya leo? Miaka 5 ijayo. Una shilingi ngapi? Na bilioni 1. Nitakachomwambia naambia sikiliza, hii bilioni 1 yako ukiwekeza UTT, si ndio ile pesa ya faida inayotengeneza kila mwaka. Kwa hiyo miaka 5, si ndio maana tunapoongelea bilioni 1, maana huyu mtu kila mwezi ana shilingi ngapi? Isiyopungua milioni 10. Milioni 10. Si ndio? Kwa hiyo kwa mwaka ana milioni 120. Kama unajenga zile nyumba tuseme studio house, chumba, sebule, jiko. Hapa anaweza kujikuta kila mwaka anajenga 2-3. Kwa hiyo atakapofika hiyo miaka 5 ambayo wakati wa kurudi Tanzania umefika, inawezekana na hizo studio house 10 au 20. Na ile bilioni yake 1 iko pale wapi? UTT AMIS. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Kule kwenye zile nyumba zake alizojenga moja ziko 20. Ambazo zote labda moja anaipangisha kwa 200,000. Sawa? Ziko 10 au 20. Maana kama ziko 20 ana milioni 4 kila mwezi. Na ile milioni 10 anayepata kila mwezi kutoka UTT, kwa mfano sasa ameamua kwamba kila mwezi nipate hiyo milioni 10. Maana ana milioni zake kama 14 kila mwezi. Aha, sasa unarudi huko unakuwa mnyonge. Haui mnyonge, lakini kikubwa hao watu wapate taarifa. Tuwavunjie kwamba ukiwekeza kiasi hiki utavuna kiasi hiki. Ukiwekeza kiasi hiki utavuna kiasi hiki mwisho wa mwezi, ambacho kinakutosha kwenye lile wazo lako la kujenga nyumba za kupangisha. Ile faida ndio ijenge nyumba. Lakini sio ile hela ambayo ya uwekezaji ndio uje ujenge nyumba. Yes. Yaani Mr. Ligonja, leo hii wewe ni mmoja hapo katika wale wanufaikaji. Naweza kusema maeneo ya mjini hapa Masaki, Kariakoo. Leo hii Mr. Ligonja ulikuwa unakaa Kariakoo, uko na familia yako, ukauza nyumba Kariakoo. Si ndivyo? Tunaamini kwamba Kariakoo ni sehemu katika sehemu hapa Tanzania au Dar es Salaam yenye thamani, si ndivyo? Kama hizo sehemu nyingine Masaki. Ukapata bilioni 1 yako cash. Naam. Wewe hutoenda kununua nyumba, kufanyaje? Utaanza kuwekeza na UTT? Nitafanya vitu viwili. Ndio. Sawa. Kama ni mimi, naweza nikasema nahitaji nyumba yangu ya milioni 150. Sawa. Kwa naenda kununua nyumba ya milioni 150 au kujenga. Sawa. Tena kwa mfano kama umri umesogea, wala sitaki hapa changanyikeni. Unaenda huko. Naenda zangu labda Kibaha. Natafuta eneo langu kubwa. Si ndio? Najenga nyumba yangu ya milioni 150. Sawa. Halafu milioni 100 nyingine. Najenga mabanda yangu pale. Kadhaa. Lengo ni nini? Unajua Dar es Salaam hapa ukitaka kwenda umbali mfupi tu, gari binafsi, bodaboda. Sasa natafuta sehemu ambayo nikienda, nimeamka asubuhi na miaka yangu labda 55 na miaka yangu 60 na kuku zangu pale naenda kuwapa chakula. Kwa hiyo shambani panakuwa sehemu mimi ya mazoezi. Sehemu ambayo inani keep busy. Nimeamka saa 1 na shughuli hizo ndogo ndogo mpaka saa 3 au saa 4 nimezimaliza. Si ndio kuliko kubanana hapa katikati ambapo makelele ni mengi. Unajua umri unavyozidi kusogea, unataka makelele, unataka utulivu. Unachukua kitabu chako unakisoma, kama ni Qur'an umechukua unasoma, umechukua Biblia yako unasoma, umetulia. Lakini huko nje unasikia kuku. Unasikia? Haya, kuna miti pale, kuna kaupepo kanakuja, kuna michungwa yako hivyo. Kwa hiyo hapa tayari tunaongelea milioni 250 imefanya nini? Imetolewa. Si ndio? Lakini nahitaji kagari kangu kazuri. Sawa. Angalau ka milioni 30. Nachukua milioni yangu 30 na nanunua kagari kangu. Nataka kuja mjini. Sio nipande daladala tena. Na drive gari yangu na kuja nafanya shughuli zangu narudi. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaweza tukasema okay, katika hii milioni 1 mimi milioni 350 nimefanya hayo mambo yangu. Halafu milioni 650 au 600 kamili naiwekeza UTT. Ambao kimehesabu hapa inakuwaje? Huyu mtu ananufaika vipi labda mpaka mwisho wa mwaka? Mpaka mwisho wa mwaka, si ndio? Tuchukulie tu kwanza kwa mwezi. Huyu aliwekeza hii milioni 600. Tukichukulia 1% kama faida, maana yake ana uhakika wa milioni 6 kila mwezi. Unasema milioni 6 kila mwezi. Sasa tuseme hatukupi zote, tunakupa milioni 5. Tunashumu 5, ndio. Tunakupa 5, si ndio? Tukikupa 5, wewe uko zako Kibaha,
pale una bwawa lako la samaki, una kuku zako ziko pale, una viazi, una magimbi, si ndio? Ukiamka asubuhi, mama au baba hapo kama teni kakuku wako kamoja, kanachemshwa pale, magimbi yako pale, si unanielewa? Na nakuelewa. Unajua umri unavozidi kwenda, tupunguze chapati. Sawa. Tule vile vitu vya kiasili kabisa. Hii milioni 5 unayoipata kila mwezi haishi, si ndio? Lakini pia inawezekana kabisa wewe kule ukaanza utaratibu pale kwako, ukatengeneza kiwanja kadogo kagofu. Napoongelea kibaa, sio unaenda kuchukua robo heka. Chukua hekari zako 2, hekari zako 3. Unakuwa na eneo kubwa. Unakuja pale, unakuwa na marafiki ambao ni majirani, mnapiga story, mnakunywa kahawa yenu. Ndio maisha, yani ujue mwisho wa siku hata wakati umefika unaondoka duniani, kuna namna fulani hivyo umeacha alama kwa wale watu waliokuwa majirani zako. Kabisa. Mr. Ligonja, leo hii kuna baadhi ya watu ambao wako diaspora. Sawa. Yawezekana kuna mtu anakujaga tu Tanzania, lakini maisha yake ni Mtanzania, yako labda Canada. Haiamini UTT. Anaweza kaa anahisi ni kama taasisi zile zingine zilizokujaga, propaganda nyingi, mwisho wa siku watu wanakimbia. Naamini inawezekana kuna Watanzania ambao wako hapa labda kwa sababu wanaiamini UTT, wanaiona, wanajua, lakini leo kuna mtu yuko diaspora. Kujiunga kwake kupitia labda website, kujiunga kwake labda kupitia labda app. Yaani ni mtu ambaye anahisi kwamba hii taasisi iko Tanzania, mimi niko huku. Hawa watu tunawaaminisha vipi hasa? Moja ya kitu ambacho nimekuwa mimi nikikutana nacho hasa ninapozungumzia mambo ya uwekezaji, diaspora wengi huwa wananipigia. Sawa. Bwana, unaizungumzia UTT AMIS, mtu ambie ikoje? Unamuelewesha. Wanataka uaminifu. Uaminifu hilo la kwanza, unamuelewesha. Lakini cha pili, kwa sababu huyo mtu kila mwaka unakuta kuna wengine kila mwaka lazima waje Tanzania. Naambia bwana, namba zangu unazo. Ukifika nitafute. Kama ni Dar es Salaam, nitafute. Twende tukalione lile jengo, twende tukaone ofisi. Mimi nilikueleza ya kwangu, inawezekana usiniamini kwa sababu huyu mpiga makelele mtandaoni, si ndio? Twende ukakutana na wenyewe. Sasa ukijihakikishia, weka mzigo. Kama bado unaona mbona sielewi, subiri kwanza. Kwa maana yake inafika muda unampa mtu nafasi ya kufanya maamuzi. Sasa si ndio? Kwa sababu gani? Hatujui hiyo fedha ameipata kwenye mazingira gani. Kuna mtu yuko Marekani anafanya kazi 5 kwa siku na zote zinamfanya anaumia, si ndio? Kwa kuna namna fulani akiangalia ile yake milioni yake 50, ile milioni 100, akisema hivi nikiweka UTT kuna usalama, si ndio? Mimi huwa nawahakikishia usalama kwa kuwaambia kwamba jamani, sikiliza. Moja, UTT ni mkongwe kwenye game, yuko zaidi ya miaka 20. Sasa cha pili, UTT ni serikali, si ndio? Kwa hiyo hakuna serikali ambayo inataka mwananchi wake awe maskini kabisa, si ndio? Kwa hiyo maana yake wametengeneza namna ambayo mwananchi na UTT ni kama yani UTT anasimama kama daraja, kwamba huyu mtu akitaka kuingia kwenye haya masoko hana taarifa za kutosha, lakini kupitia sisi UTT tutamwambia bwana, wewe kuwekeza kwenye hisa moja kwa moja inawezekana hiyo elimu huna, lakini ukija kwetu sisi tunasawazisha. Kwa nini nisipite hapo? Sasa lakini jambo lingine, kwa sababu ni fedha, usiingie miguu yote miwili bado kama una maswali mengi. Una milioni 100 uko zako Marekani, umesikia kuhusu UTT, hebu weka milioni 20. Sasa uone, je, anachoniambia Ligonja ni kweli? Kweli. Kwa hiyo acha hata miezi hii 3 uone, je, inatengeneza hiyo 1%? Sasa nenda ongeza 30 uone, je, ni kweli. Ukijiridhisha, weka milioni 100 yako. Kwa hiyo mimi bado rai yangu iko pale pale kwa diaspora, as long as anaendelea kuja Tanzania kila anapopata likizo kila mwaka au kila miaka miwili, basi aje angalia na fursa zilizoko UTT AMIS. Sawa. Na pia anaposikia UTT wako Canada, wako Ujerumani, kwa sababu wana umoja wao kule, aende akawaona hivi, jamani, huyu Ligonja huwa anasema 1, 2, 3 kuhusu nini. 1, mnamfahamu? Watamwambia tunamfahamu. 2, nielewesheni nyie sasa. Aliniambia 1, 2, 3, hiyo ikoje? Wala fungua makabati pale, bwana, kuko hivi, kuko hivi, kuko hivi. Tuna mifuko hii 6. Huna huu uko hivi, huna huu uko hivi. Akijirizia anasema okay, mimi naanza na umoja, naanza na jikimu, au naenda kwenye ukwasi moja kwa moja. Sasa anaingia huko. Mr. Ligonja, tuna kama dakika 3. Ili swali sitaki kulikimbia kwa ndugu wawekezaji, lakini vile vile hata wasokuwa wawekezaji, ili swali ni muhimu sana. Leo hii kuna mtu ambaye aliyepata pesa zake. Sawa. Hizi mtu amepambana katika mazingira magumu. Wewe kama mtaalamu kusema swala la fedha na uwekezaji, lakini vile vile kwa wastaafu vile vile, ungemshauri nini huyu mtu ambaye ana pesa kake ni kadogo, either milioni 50, milioni 100? Je, alete UTT au ajenge? Na utupe utofauti.
Kwa sababu huyu anayejenga changamoto gani anapitia? Huyu akileta UTT, je, kuna changamoto zote anapitia? Karibu Mr. Ligonja. Hili ni swali ambalo limekuwa na kila mtu ana maoni yake, si ndio? Kwamba je, nijenge au niwekeze UTT? Na naweza nikasema hivi, nikaa nimebana, niliweke wazi. Huyu anaweza akasema ajenge, kuna mwingine anaenda kuwekeza katika mashamba, kulima, kilimo. Sawa. Umeelewa? Yes. Tupe faida, yani mweke wazi. Leo hii mtu ambaye anaona kwamba hivi kweli kuna faida ya kuwekeza na UTT kuliko vitu vingine. Karibu. Moja, kwa yule mtu ambaye ana experience na hicho anachoenda kukifanya. Sawa. Mimi naambia mlango huko wazi. Aende akawekeze. Simkatazi. Sawa. Lakini akijipima yeye mwenyewe, amefanya kazi tuseme aliyoko kwenye ajira miaka 30. Sawa. Hajawahi kufanya biashara yoyote. Leo amestaafu, tunamwambia bwana, tikiti linalipa. Anaenda kuweka milioni 50 yote pale. Na kuna watu wanaingiaga hivyo. Wanaingia miguu yote miwili. Sawa. Ajiandae kwa mawili. Ngoma ikigoma, maana yake tumepoteza milioni 50. Sawa. Ikikubali, inawezekana akatengeneza milioni 50 nyingine. Kwa hiyo kama yuko tayari kubeti, aende. Kama hayuko tayari, ni bora hii pesa ukaiwekeza UTT. Okay. Sawa. Halafu kile kilimo unachotaka kwenda kufanya, nenda kafanye mdogo mdogo, hasa kwa mtu ambaye hajawahi kuingia kwenye kilimo. Kwa nini? Unajua, unapotaka kuvuka mto ambao hujui kina, hatuingii miguu yote miwili. Kabisa. Tunaingia mguu mmoja, mdogo mdogo. Kwa hiyo kwa sababu pesa yangu iko UTT na milioni 50. Sawa? Kwa nini usichukue milioni hizi? 5. Si unaruhusiwa? Hela si ya kwako. Ndio uzuri wa UTT. Unaruhusiwa kuchukua hela yako. Nenda kwenye hicho kilimo unachotaka. Uone matokeo mwaka wa kwanza, nenda mwaka wa pili, nenda mwaka wa tatu. Ukiona tayari umepa master, njoo chukua hela yako either yote au sehemu ya ile hela ambayo uliwekeza UTT. Uende ukafanye kule kwa ukubwa. Unapotengeneza faida, mega faida kidogo tumia, mega nyingine iwekeze UTT. Yaani usije ukaua kabisa uwekezaji. Kabisa. Sawa? Kwa sababu inawezekana wewe una uzoefu kwenye kilimo. Umekuwa kwenye kilimo miaka 10. Unaijua vizuri yani ardhi na changamoto zake. Lakini kwenye kilimo chochote kinaweza kikatokea. Kabisa. Kuna rafiki yangu, mimi alienda akawekeza kwenye vitunguu. Na alishapata mteja kwamba kikitoka naenda kuuza sehemu fulani. Siku hiyo ameenda kulala, imebaki kama wiki hivi ndo aende avune mzigo. Anaamka asubuhi, kwa sababu mara nyingi alikuwa anaenda saa 10 alfajiri. Kwenda pale shambani, anasema hajui mvua ilitoka wapi, lakini shamba zima limebebwa. Milioni 90 ikapotea. 90 milioni ambao aliingiza pale kwenye kilimo. Na ndo alikuwa ametoka tu kwenye ajira. Akaambiwa bwana, vitunguu vinalipa, na alikuwa mjanja katika kutafuta masoko, akawa ameshapata soko. Si ndio? Kwa hiyo akaenda kuwekeza. Unajua katikati ya Singida na Igunga kuna sehemu analima vitunguu pale. Yeye akaenda kulima huko. Kwa hiyo kitunguu kimekubali. Lakini mvua ikaja ikasafisha shamba zima. Alichofanya jamaa, alienda akapanda basi akarudi Dar es Salaam. Habari ya kilimo ikaishia. Huyu jamaa pesa yake milioni 90 angeweka UTT. Yes. Ingekuwaje? Angekuwa na uhakika moja. Hiyo 100% maana tunaongelea 900,000. Kwa maana yake huyu jamaa akishika milioni 90, tunazungumzia kila mwezi ana uhakika wa 900,000 au 800,000 au 800,000 kila mwezi. Sawa? Sasa kwa sababu anataka kwenda kuingia kwenye kitu ambacho mmoja ujue unapostaafu ulishazoea wewe kuamka asubuhi Jumatatu mpaka Ijumaa au Jumamosi kwenda kwenye shughuli. Si ndio? Weka hiyo milioni 90 yako. Jipe muda wako, ujue kuna namna fulani hela ikiingia nyingi ambayo hujaizoea, unahitaji fulani ka utulivu. Iache kwetu hata mwezi mmoja UTT. Alafu baada hapo nasema milioni 10 niende zangu kwenye vitunguu. Sawa? So unapunguza milioni 10, 80 imebaki unaenda kwenye vitunguu. Kwa sababu tusipende kutaka kupata faida mlima kwa muda mfupi. Wengi wao inawagharimu. Ni bora nikaanza na milioni 10, kanipata milioni hizi milioni 3. Naenda tena milioni hizi 3. Kwa hiyo kama inawezekana kulima mara 2 kwa mwaka au mara 3, nimetengeneza milioni 9. Lakini wakati huo ile milioni 80 yangu iko salama UTT. Na naendelea kutengeneza faida. Ile milioni 3 niliyotengeneza kule, mimi naweza nikasema itanisaidia kusukuma maisha. Ile inayotengenezwa kwa faida inabaki kule inaendelea kuzunguka. Kwa hiyo baada ya mwaka mmoja umetengeneza 800,000 zako kadhaa. Unaweza kujikuta umerudi tena kwenye milioni 90 na milioni 10 yako ipo shambani. Sawa? Ukichanganya una 100. Lakini kule shambani pia umeshapa master, unajua ardhi nzuri iko wapi, unaweza pia ukafanya kwa ukubwa. Na kuja kuchukua 20 nyingine ili nikienda kule na milioni 30. Sawa. Unafanya kwa ukubwa huo.
Mwisho wa siku tunatamani sana kuwa na pesa nyingi. Zinapatikanaje? Ni katika kujiongeza huko. Okay. Lakini usijiongeze pupa. Nenda mdogo. Yes. Okay. Una sekunde 30, Mr. Ligonja. No. Neno lako kwa ndugu wawekezaji worldwide kuhusiana na wawekezaji na UTT AMIS. Aidha kama utawagusa wastaafu, utawagusa watu mbalimbali, wafanyabiashara, karibu. Makundi yote. Kwa maana kwanza nilianza na diaspora aliyoko kule ambaye naamini moyo huko Tanzania awekeza ni UTT AMIS. Ni sehemu salama na tumeona namna ambavyo diaspora wengi watu wa idara ya masoko wanapokwenda kule wanawapokea na wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo ni kutega sikio na kuendelea kutega sikio na kuzitafuta, zikipatikana waziwekeze. Lakini tuje kwa wafanyabiashara wengi tulionao, wao hawajihesabu kama wastaafu wa kesho na kesho kutwa. Si ndio? Waanze kufikiria kutengeneza uwekezaji salama. Kwa maana ipi? Anaendelea na shughuli zake Kariakoo, Mwanza na sehemu nyingine. Lakini kuna pesa yake aliyoiwekeza UTT inaendelea kutengeneza faida siku hadi siku. Imefikia hatua anasema naona sasa hivi nguvu za kukimbizana sana kwenye biashara sina. Ile pesa yake itaendelea kuleta ugali mezani. Si ndio? Lakini nimalize na kundi jingine ambalo nimeliona likichangamka sasa hivi. Wasanii na wachezaji mipira hawa. Si ndio? Kabisa. Yes. Kabisa. Unapoingia kwenye mpira wa miguu huwezi, yani sijui sana, lakini anaweza akawepo kwenye kile kiwango kwa miaka 20? Hapana, sio kinaenda kinashuka. Ndani muda mfupi sana na wanaibuka wengine. Sasa ukijaribu kuangalia sasa hivi baadhi ya hizi timu zetu kubwa, wachezaji wanalipwa vizuri mno. Signing fees na kwa kubwa sana. Milioni 300 zinafika huko, 500 zinafika. Sasa wale watu katika watu ambao wanatakiwa jiangalia kwa jicho la tofauti la kesho ni wale kwamba ule mpira utafika hatua kile kiwango kitashuka. Kikishuka maki automatically hata kukusajili kutafika hatua hawata kusajili tena. Je, wakati unalipwa ile pesa nyingi umeiwekeza wapi? Sehemu ya kwanza ambayo mimi kwangu ningeshauri iwekeze UTT. Kwa nini? Wale watu hawana muda wa kusema nianze kufuatilia soko la hisa nilijue vizuri. Kwa hiyo anaweza kaamua kuwekeza kwanza UTT. Angalia ile faida inavyotengenezwa na nini. Baada ya hapo ile faida anaweza kaamua kureinvest kwenye hisa. Sisi tunaelewana. Kwa hiyo huko UTT anatengeneza labda milioni kila mwezi. Anasema kwenye hii milioni mimi 500,000 naiwekeza kwenye hisa za kampuni X. Okay. Kwa hiyo maana yake anacheza na hiyo opportunity kwamba huku nawekeza kidogo, huku nawekeza kidogo. Anakuwa na maeneo yake mawili au matatu anaendelea kumpa fedha siku hadi siku. Tuje kwa hawa comedian. Nimeona kama watatu sasa hivi. Kuna wa kwanza alifungua genge, akaja wa pili kafungua genge, na juzi hapo kuna mwingine pia amefungua genge. Wameona nini kwa maoni yangu mimi? Kwamba sio kila siku wao watakuwa wachekeshaji wazuri. Watakuwa wasanii wazuri. Wanaibuka watu kila siku wapya. Kila siku vinakuja. Kwa hiyo wakati ambao anatengeneza fedha asiishie kujenga jina tu mjini kwa maana ya ile pomposity, si ndio? Ana mega kiasi fulani anaingiza kwenye biashara, ana mega kiasi fulani anaingiza kwenye uwekezaji. Uwekeze wapi? Wekeza UTT. Kwa hiyo genge lake kule linavyoendelea kumpa faida, ile faida tumefika mwisho wa mwezi, mega faida wekeza UTT, nyingine fanya mambo yako tu, tunarudi pale kwenye kujilipa kwanza. Kwamba yeye ni stand up comedy, ametengeneza faida kwenye kila mwezi labda. Anajilipa kwanza kwa kuweka akiba na uwekezaji, nyingine anarudisha kwenye biashara, nyingine anafurahia maisha. Okay. Sasa, huyo ni Mr. Charles Ligonja. Naweza kusema ni mtaalamu kuhusiana na masuala ya fedha, lakini vile vile naweza kusema kuhusiana na masuala ya wastaafu, lakini na masuala ya uwekezaji. Tumezungumza mambo mbalimbali, lakini leo tulikuwa tumejikita sana katika wale wa Tanzania au ndugu zetu ambao waishio nje ya Tanzania. Tunazungumzia diaspora, kuweza kujua maisha yao na masuala ya uwekezaji yako vipi. Mr. Ligonja ameweza kuzungumza kwa undani na kwa urefu, lakini vile vile hapa mwishoni ameweza kugusia kwa hawa ndugu zetu ambaye ameweza kutoa ushauri bwana kuhusiana na kesho yetu tuiweze kuijenga kwa akiba zetu tuweze kuzitunza. Kuna wachezaji mpira, lakini vile vile kuna wasanii wa muziki, lakini bila kusahau comedian. Huu ni ujumbe wenu kutoka kwa mtaalamu wa masuala ya fedha na uwekezaji na watu wastaafu. Mr. Charles Ligonja amezungumza. Jamani, tuiangalie kesho yetu na uwekezaji na UTT AMIS. Tutakuja kumkumbuka mzee. Leo tunazungumza hivi ni mzee kijana. Mzee kijana. Tutakuja katikati. Tutakuja kumkumbuka mzee kijana. Kama unavyoona ndevu zake kabisa zinaonyesha kwamba amepitia mengi na anaelewa nini anachokizungumza. Mimi naamini kwamba huu ujumbe utazidi kufika kama zile jumbe ambazo huwa zinapandishwa mitandaoni. Sisi kubwa tuko hapa kwa ajili ya kuzidi kuweza kutoa elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji na UTT AMIS. Kuna kitu ambacho nimekigundua
kwa hii miaka takriban 9 ambayo nimekuwa nikizungumza na watu kuhusu uwekezaji. Okay. Ni kwamba unaweza kuishi nje ya mipaka yetu kwa miaka 20 labda, si ndio? Lakini bado ukawa unafanya kazi kwa pesa. Unafanya kazi kwa pesa. Okay. Badala ya pesa kufanya kazi kwa ajili yako. Yaani mimi nafanya kazi kwa ajili ya pesa. Lakini sio pesa ifanye kazi kwa ajili yako. Kwa ajili yangu. Yes, kwa maana ipi? Okay. Si ndio? Unafanya kazi, umelipwa mshahara, wote tunasubiri mwingine, si ndio? Okay. Kumbe tulitakiwa tumege, tuwekeze ili kesho na kesho kutwa hatuko kwenye ajira. Lakini ile pesa yenyewe inaendelea kutengeneza faida siku hadi siku. Yaani hata kama umelala hauko kwenye ajira, ile pesa inaendelea kuzalisha siku hadi siku. Mimi kufanya kazi kwa ajili ya pesa, maana yake nafanya kazi, naingia kazini, mshahara wangu ukitoka unaupiga wote, tunasubiri tena mwingine. Yaani hauna pesa uliyowekeza sehemu. Okay, lakini pesa kufanya kazi kwa ajili yangu mimi, maana yake kama nilipata mshahara, nikamega kidogo kibangu, nikawekeza na UTT, maana yake ile hela ambayo inavyozidi kujizalisha, kutengeneza faida, yes. Maana yake ile pesa sasa ndio inafanya kazi kwa ajili yako. Hapo nimekuelewa. Sasa ni ukweli ambao wengi wetu hatuuseme, lakini kama nilivyosema mwanzoni kwamba diaspora walio wengi, sawa, mioyo iko Tanzania, hata kama anafanya kazi Marekani. Si ndio? Lakini nyumbani ni nyumbani. Ana familia. Okay. Yuko naye kule huko Marekani au kwingine, si ndio? Lakini ipo siku anataka wale watoto waijue Tanzania kwamba chimbuko la mimi baba yenu ni Tanzania. Tanzania wapi? Dodoma, Kigoma, si ndio? Lakini pia huyo mtu atafika wakati atastaafu. Okay. Atataka kurudi nyumbani. Okay. Unapostaafu unarudi huku, matumizi yako pale pale. Ajira haipo. Sawa? Okay. Sasa basi, kwa sababu unajua kabisa miaka 10 ijayo na staafu na nataka kurudi nyumbani, basi anza kuwatumia UTT AMIS vizuri. Kwa maana ipi? Okay. Unaposikia UTT leo wako Ujerumani, wamekuja kuzungumza na Watanzania walioko hapa. Sasa UTT leo wako China, wamekuja kuzungumza na Watanzania, na unajua kabisa wewe utakuja kurudi nyumbani. Nenda kawasikilize UTT wamekuja na nini. Sawa? Utawasikiliza, utauliza maswali yako, ukijiridhisha anza kuwekeza na UTT AMIS mdogo. Ili basi kesho utakaporudi huku, mbali na akiba ulionayo, lakini pia ulitengeneza portfolio yako nyingine. Okay. Ulitengeneza uwekezaji mwingine kupitia nani? UTT AMIS. Sawa? Okay. Kwa hiyo ile akiba ambayo umerudi nayo, jumlisha uwekezaji ulioko huku. Wewe unajikuta tu umerudi hapa, hauko kwenye ajira, lakini kila siku unaendelea kuneemeka. Kila siku wewe uko na furaha kwa sababu uhakika wa fedha unao. Okay. Hakuna kitu ambacho kitamtesa diaspora. Hata sisi tulioko hapa, hata sisi. Unaamka asubuhi hujui unaanzaje. Uelewi. Baba wa familia au mama wa familia. Kwa hiyo moja, Waswahili tunasema ndondondo si chururu. Si ndio? Kwa hiyo wekeza mdogo mdogo, dola 100, dola 200, dola 500, dola 1000, kidogo kidogo. Hicho kidogo miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo, wewe ukirudi hapa mnene. Kwa hiyo rai yangu kwa Watanzania walioko mataifa hayo, sawa. Moja, asisubiri mpaka awe na mabilioni ya pesa. Hizo dola 200, 300, anza kuwekeza na UTT. Anza hizo mdogo. Uzuri wa UTT sisi tunapokea hata kama ni dola 5, dola 10, sisi tunaipokea. Ndio, tunabadilisha kwa ile yetu ya Kitanzania, inaingia kwenye uwekezaji huko, inaendelea kutengeneza faida siku hadi siku. Mr. Ligonja, mimi na yeye huwa hatumalizi. No. Wakisema watupe masaa 3 na uhakika hapa sisi tunaendelea. No. Lakini tuweze kubakisha kwa ajili ya Kijiwe Mchongo ijayo. Au sivyo? No. Shukrani sana bwana. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia.